siku ulipofanya kheri iliandikwa pale, unafanya shari inaandikwa pale, kasoro matendo matatu peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala yale matendo anayaweka pembeni, hayatoingia katika mizani, kwa sababu yatapita kipimo kabisa, mpaka faili yako ya matendo inakuwa ndogo sana, wala haitoshi katika kuyabeba madhambi, kwa sababu ni balance. Wanatia upande huku matendo mazuri, upande mwingine matendo mabaya, wanazipima ni ipi ambayo faman thaqulat mawazinuhu, yule ambaye matendo yake yatakuwa mazito kwenye mizani, fahuwa fi ishati radiyah, mtu kama yule ndo atakuwa katika maisha inayoridhia. Waman khaffat mawazinuhu, na yule ambaye mizani yake itakuwa nyepesi, inashindwa kubeba matendo yake mabaya, fa ummuhu hawiya, mama yake ni moto. Sasa wewe ambaye matendo yako yanaonekana madogo mbele ya Allah, nini ambayo itapandisha mizani yako ipande katika hali ya juu kabisa? Ni nini? Ndo haya matendo matatu ambayo ndiyo hutuba yetu ya siku ya leo. Kitendo cha kwanza, as-sawm. Saumu, ndugu zangu, anasema Allah katika hadithi al-Qudusi, kullu amali ibni adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Matendo yote ya mwanadamu, yote ni yako wewe mwanadamu, saumu. Matendo yako ya saumu huwezi weza kujihesabu, kwa sababu saumu ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye peke yake ndiye atakayeilipa. Kitendo cha pili ni subra. Allah anasema ya kwamba innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika Allah ni mwenye kuwalipa watu wenye kufanya subra katika maisha yao, wenye kufanya subra katika dunia. Allah subhanahu wa ta'ala anawalipa bila hisabu. Kitendo cha tatu, as-sabru wal islahu baina an-nasi, kusubiri kuleta suluhisho baina ya watu. Kitendo kingine ambacho kina malipo makubwa. Allah anatangaza katika surati Shura aya yake 40, Allah anatangaza, anasema faman afa wa aslaha, atakaye hurumia, kusamehe, kuyapotezea mbali, kisha akatengeneza pamoja na watu, fa ajruhu ala Allah, basi ujira wake ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man sara ala nahjihi al-mubaraka wa salaka tariqahu ila yawmi ad-din wal ba'th. Amma ba'd. Ikhwatul islam wal iman, أحباب رسول الله، أوصي نفسي وإياكم بالتقوى الله عز وجل، واعلموا أن في تقواه الصلاح الدارين، فقد أفلح من اتقاه وقد خاب من عصاه. Ni haki waja wa Allah tuanze kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, mwenye nguvu na shani. Ni yeye Allah ambaye kasifika kwa sifa zisizokuwa na mapungufu ndani yake. Nikianza kukuhusieni bila kuisahau nafsi yangu swala zima la kumcha na kumwokopa Allah subhanahu wa ta'ala, na tufahamu ya kwamba endapo mwanadamu hatokuwa tayari kuvaa vazi la uchamungu, basi hubadilika kuwa uchi, hata kama atakuwa amevaa mavazi ya thamani. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo chake cha kumcha na kumwokopa Mola wake, na hakuna kheri kwa yeyote yule atakayekuwa tayari kumkera na kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu waheshimiwa Waislamu, kwa siku yetu ya leo, siku ya Ijumaa,
siku tukufu kabisa, ambayo ni katika masiku matukufu katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja, katika siku za tashriq, al-ayamu tashriq, ambazo ni siku za Idi, siku za furaha kwa Waislamu. Ijumaa ya leo insha Allahu taala, mawdu'atu khutbatina alyawma unwanuha yaqul, mambo matatu ambayo hayatowekwa kwenye mizani siku ya Kiyama. Ndugu zangu Islam, tujue na tutambue ya kwamba siku ya Kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ataileta wayadau mawazina alqisti, ataileta mizani ya uadilifu, mizani isiyokuwa na mapungufu ndani yake hiyo siku ya Kiyama. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah anaahidi ya kwamba hatomdhulumu yoyote yule kwenye mizani yake hiyo. Kisha katika Suratul Rahmani akasema ya kwamba wassamaa rafa'aha wa wada'a almizan alla tatghaw fil mizan wa aqimu alwazna bilqisti wa la tukhsiru almizan. Allah akaanza kwanza kuonesha umuhimu wa kuweza kupima kisawasawa, wala mtu asiweze kupunguza kilo. Tengenezeni kilo zenu. Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kaiinua mbingu bila ya nguzo, kisha na akaiweka mizani ya haki. Mizani hiyo ndo tunaita peze, balance. Anaiweka pale balance yake subhanahu wa ta'ala, peze yake Allah ya kuipimia matendo ya mwanadamu, ambayo hii peze ama hii balance, hii mizani ni mizani ya uhakika kabisa, ni mizani inayopima sawasawa, wala haiongezi robo wala kupunguza. Ni ile ile matendo yako ndo inawekwa pale katika mizani yako ya matendo, wala hauwezi ukadhulumiwa chochote kile. Suratu Zalzala, Allah anasema faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah, yule ambaye hiyo siku ya Kiyama atakuwa alitenda matendo madogo sana mazuri, tena ni madogo kiasi cha mdudu chungu mfano wa bunyengelele, basi hiyo siku ya Kiyama kitendo hicho chake kizuri atakiona mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule atakayetenda matendo mabaya yawe madogo kiasi cha mdudu chungu, basi ataiona hiyo siku ya Kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itapimwa kwenye mizani, hawatasema eti aka nikakitendo kidogo sana, wala akatasaidia kitu kwenye mizani tukatie pembeni. Hakuna hicho. Iwe ni kitendo kidogo kiasi gani, watakitia kwenye mizani yako ya matendo. Iwe ni kitendo kibaya kiasi gani, wataitia kwenye mizani yako ya matendo. Hapo sasa Allah anasema wala yadhlimu rabbuka ahada, Mola wako hatomdhulumu yoyote yule. Ndugu zangu Islam, pale sasa kwenye mizani hiyo siku ya Kiyama, mwanadamu anafuliwa, analetwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yauma yaqumu nnasu lirabbil alamin, siku ambayo watu watasimama kisimamo mbele ya Mola wao mlezi wa viumbe vyote, mlezi wa maulimwengu zote. Wanakusimamisha pale, kisha Allah anaamrisha wa malaika wailete mizani ya haki, waitie hapo ili wapime matendo yako. Pale sasa ndugu zangu Islam, ndipo mwanadamu atakapokodoa macho, atatoa macho na kutazama namna kila kakitendo kanawekwa kwenye mizani yake bila ya kubagua, bila ya kubagua. Ndugu zangu Islam, tazama, atajiwa mtu kwanza na faili kitabu chake. Allah tamwambia iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba, isome kitabu chako siku ya leo, inatosha kwako wewe mwenyewe kujihesabu matendo yako.
watakuletea kitabu chako, bilte yako ya matendo. Tazama, kwenye swala ulipata alama ngapi? Kwenye hija ulipata alama ngapi? Kwenye swaumu ulipata alama ngapi? Kwenye mambo kadhaa, kila kitendo chako. Katika kuwatii wazazi ulipata pointi ngapi? Katika kuhiji, katika kufunga siku ya Arafa ulifanya nini? Siku ya Idi ulisherekea vipi? Matendo yako mualaka na majirani ni vipi? Je, majirani yako wanakushuhudia vizuri? Je, katika watoto wako nyumbani, kwa sababu Allah anasema tuishi nao kwa wema. Je, wake zetu muamala nao ni vipi? Wanakupatia bilte yako, unaanza kuangalia makote. Kila siku ulipofanya kheri iliandikwa pale, unafanya shari inaandikwa pale. Kasoro matendo matatu peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala yale matendo anayaweka pembeni, hayatoingia katika mizani, kwa sababu yatapita kipimo kabisa. Yana mizani mikubwa sana. Ndugu zangu Islam, mwanadamu yuko mbele ya matendo yake, anashangaa, kwa sababu katika matendo yote kitendo kimoja kwanza tukitie pembeni, kwa sababu kile kikikosekana matendo yako yote hata yawe aje yanaangushwa pembeni na unakwenda motoni. Ni swala. Swala ndiyo kitu cha kwanza ambacho al-awwalu alladhi yuhasibuhu Allahu al-abd yawm al-qiyamah as-salah. Kitu cha kwanza, awwalu shay'in, jambo la kwanza ambalo Allah tamhisabu kwayo mtu siku ya kiyama ni sala. Ikisimama vingine vitatizama sasa vipi kwenye matendo mengine alifanya aje. Lakini kianguka hawatotazama tena matendo yako, hata kama uko na matendo mengi sana kiasi gani. Allah subhanahu wa ta'ala hatakuwa na wakati ya kuzitazama, kwa sababu swala yako haijasimama. Kwa hiyo tuweke kwanza sala pembeni. Umesha sali mashaallah, kwenye faili yako ya matendo sala yako imeandikwa vizuri. Kipindi kikukupita duniani, kila siku ulisali sala 5 kwa siku. We haukuwa Muislamu wa Ijumaa, wala Muislamu wa Laidi, wala Muislamu wa siku ambayo kuna maiti msikitini ndo anakuja kusali. La, wewe ulikuwa ni Muislamu. Sala 5 hazikupiti pale. Allah subhanahu wa ta'ala anachukua hiyo matendo yako, anaitia sasa, anaanza kuhesabu sasa. Tutazame sasa matendo gani ulifanya duniani, kwa sababu sala iko sawa. Sasa katika yale matendo utajikuta pengine kwenye zaka, sadaka, yale mengine mambo mbalimbali ulikuwa na upungufu sana, mpaka faili yako ya matendo inakuwa ndogo sana, wala haitoshi katika kuyabeba madhambi, kwa sababu ni balance. Wanatia upande huku matendo mazuri, upande mwingine matendo mabaya, wanazipima ni ipi ambayo faman thaqulat mawazinuhu, yule ambaye matendo yake yatakuwa mazito kwenye mizani, fahuwa fi ishati radhiya. Allah anasema mtu kama yule ndo atakuwa katika maisha inayoridhia. Waman khaffat mawazinuhu, na yule ambaye mizani yake itakuwa nyepesi, inashindwa kubeba matendo yake mabaya, basi ajue ya kwamba fa ummuhu hawiya, mama yake ni moto ndo ataingia ndani yake. Si mada yetu, lakini ataingia katika moto wa Jahannam. Sasa wewe ambaye matendo yako yanaonekana madogo mbele ya Allah, nini ambayo itapandisha mizani yako ipande katika hali ya juu kabisa? Ni nini? Ndo haya matendo matatu ambayo ndiyo hutuba yetu ya siku ya leo. Kitendo cha kwanza ambacho Allah atoweza kukitia katika mizani, kwa sababu akitia kwenye mizani itabeba matendo yote ya mabaya yote uliyoyafanya, itayapandisha na kuyabeba na kuyashinda uzito kwenye mizani. Kitendo cha kwanza, as-sawm. Saumu, ndugu zangu, katika hadithul qudusi inayopatikana katika sahihul Bukhari na Muslim, wameipokea hadithi hii. Ni hadithi sahihi, haina vumbi ndani yake. Anasema Allah katika hadithi al-Qudusi,
katika hadithi ambayo mtume kaipokea kutoka kwa Mola wake, fima yarwihi an rabbihi, anasema ya kwamba kullu amali ibni adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi, hakika matendo yote ya mwanadamu, yote tu avec s, yote ni yako wewe mwanadamu, illa sawm. Maana yake matendo ingine yote unaweza kujihesabu wewe mwenyewe na ukapata hesabu, nilitenda matendo mazuri zaidi ya mabaya, ukawa unajihesabu. Sauf saumu, matendo yako ya saumu huwezi weza kujihesabu, kwa sababu saumu ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye peke yake ndiye atakayeilipa. Hakuna mwanadamu wala kiumbe chochote kile kinachojua malipo ya saumu. Wako wangapi wanaoidharau saumu, ndugu zangu? Mtu saumu anayoijua peke yake ni ya mwezi wa Ramadhani, wala hajui kama kila wiki kuna siku mbili za saumu. Kuna siku kuna lundi na jeudi, Jumatatu na Alhamisi ni siku za saumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda sana hiyo masiku kuzifunga, lakini leo Muislamu anaghafilika na saumu, anasahau ya kwamba ni katika matendo atakayomuongezea kwenye mizani yake hiyo siku ya Kiyama. Saumu, ndugu zangu, kuna saumu za bedha, ayyamul baida, siku nyeupe, zile siku 10 na tarehe 11, 12 na 13 ya kila mwezi wa Kiislamu ni siku za saumu. Acha hizo. Kuna saumu ya Arafa ilipita hapa jana. Je, ulifunga? Bali al-insanu ala nafsihi basira. Je, hesabu nafsi yako mwenyewe kama na wewe ulikuwa miongoni mwa wale watu waliosema ya kwamba si ni saumu tu ya sunna, kwani itatusaidia nini? Ukaiacha hiyo saumu, ukashindwa kuifunga. Ujue ya kwamba wewe umepoteza kitendo kikubwa sana ambacho kingeibeba matendo mabaya ambayo unaifanya pengine kwa kujua ama kwa kutokujua hiyo siku ya Kiyama. Saumu, ndugu zangu Waislamu, Allah anasema fa innahu li, hiyo saumu ni yangu mi peke. Na malaika hawajui malipo yenye Allah anampatia mtu wa saumu. Unadhani ni mchezo mtu kuingia chumbani kwake, yuko mwenyewe, hakuna mtu wowote, ama chooni tuseme, maji iko pale, anashindwa kukamata maji aikunywe ishuke kwenye koo yake kwa sababu ameshasikia kiu. Mtu anashindwa, anaacha kwa ajili ya Allah akunywe hiyo maji, anachukua chakula chake, yuko mwenyewe ndani ya nyumba anajifungia, anashindwa kuitia benye kumkinywa na yuko kwenye saumu. Unadhani ni malipo ya mzaa anaweza kaipata huyu mtu? Kwa ikhlasi gani? Ni kitendo ambacho ikhlasi yake iko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unashindwa, una mke wako wa halali nyumbani, mko nyinyi wawili chumbani kwenu, kwa sababu ni mchana wa saumu, unashindwa kumwendea mke wako wa halali. Ni subra kiasi gani hiyo? Ulikuwa una uwezo wote wa kufanya unachokitaka, lakini umeacha kwa ajili ya Allah, kwa ajili tu uko kwenye saumu. Ndio maana Allah kasema saumu ni kitendo bora sana, na yeye peke yake ndiye atakayelipa. Kitendo cha pili, kwa haraka kabisa, kitendo cha pili ni subra. Waislamu, kusubiri kwenye matatizo, kusubiri kwenye mabalaa, kusubiri kwenye majanga mbalimbali za kimaisha ni katika matendo yanayojazwa na hesabu yake na thawabu zake Allah peke yake anazijua. Allah anasema katika surati Zumara aya yake ya 10, Allah anasema ya kwamba innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika Allah ni mwenye kuwalipa, yuwaffa sabirun, ni mwenye kuwalipa watu wenye kufanya subra katika maisha yao, wenye kufanya subra katika dunia. Allah subhanahu wa ta'ala anawalipa bila hisabu.
Maana yake wakileta malipo ya wewe gisi ulisubiri wakati ulipokuwa na matatizo mbalimbali, mabalaa na mashida za dunia, ulivyosubiri na misukosuko ya kidunia, wakileta ile matendo kwenye mizani, itaishinda matendo yako yote, itavibeba kabisa, kwa sababu ni matendo makubwa sana. Ndugu zangu Islam, leo tunapatwa na shida kidogo tu. Mtu anapata mtihani wa kufukuzwa nyumbani kwa sababu ameingia katika Uislamu. Kisha unaona mtu anahangaika ajua aende wapi. Anaanza kujiuliza, pengine ni iritaji tu kwa sababu mimi nashikosa subra. Anakosa subra. Hajui ya kwamba akibakia na subiri, akivumilia, asabru wa tahammul, anavumilia na kujibeba kabisa, hajui kwamba hiyo matendo ni matendo makubwa sana ambayo ujira wake Allah anatangaza ndani ya Qur'ani, surati Zumar aya yake ya 10, ya kwamba innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika Allah yuko tayari kuwalipa watu wa subra bila ya hisabu. Hiyo ni subra, ndugu zangu. Unapata matatizo, magonjwa yanakupiga miaka na miaka, huko kitandani au amki. Wanafukuza watoto shule, kazi umeshafukuzwa, unakosa, hauna kitu chochote, hauna kazi, unatafuta kazi, haujui kwa kwenda. Unapata matatizo ya kupigwa vita na majirani, wanakuonea, wanakuibia parcele yako, kiwanja chako wanakiiba, wanakudhulumu, pesa zako wanazidhulumu. Hayo yote wanakufanyizia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema ukiwa na subra, basi ujira wako ni kwake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala hata malaika hawajui malipo gani Allah atakupatia. Ndugu zangu Islam, Allah anasema wasta'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin. Angalia gisi Allah anakwenda kuzibeba hivi vitu viwili, anavibeba sehemu moja. Anasema ya kwamba shikamana unapopata matatizo, shikamana na kusali na kusubiri. Usiwe tu katika wale ambao wanaosubiri kisha anakaa tu pembeni pale anasubiri, basi mimi matatizo yote nasubiri tu. Ndio unasubiri lakini hausali. Kwa nini? We anza kwanza usali, kisha ndo usubiri. Sasa malipo yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala bighairi hisabin, bila hisabu yoyote ile. Allah mwenyewe anajua atakavyovilimbikiza na kuvilimbikiza kwenye balansi ya matendo yako, kwenye mizani ya matendo yako. Ndugu yangu Muislamu, kitendo cha tatu, al-afu wasulhu baina an-nas, as-sabru wal-islahi baina an-nas. As-sabru wal-islahu baina an-nas, kusubiri na kutengeneza baina, kuleta suluhisho baina ya watu, ndo kitendo kingine ambacho kina malipo makubwa. Allah anatangaza katika surati Shura aya yake 40, Allah anatangaza, anasema faman afa wa aslaha, atakaye hurumia, kusamehe, kuyapotezea mbali, kisha akaleta suluhisho, akaleta usawa, akatengeneza pamoja na watu, fa ajruhu ala Allah, basi ujira wake ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza, Allah anatangaza yeye mwenyewe, anasema katika Qur'ani surati Shura ya 40 ya kwamba yule ambaye atakayesamehe kisha baada ya kusamehe hakuacha tu hivyo na akaleta usawa, akatengeneza baina yake na watu, basi ujira wake uko kwake Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo matendo matatu, ya kwanza saumu, ya pili ni subra, na ya tatu kuleta usawa na kuwasamehe watu. Haya mambo matatu hayawekwi kwenye mizani kwa sababu hesabu yake haijulikani na mtu wote, zaidi peke yake Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye kujua ujira wa haya matendo. Usamehe mtu ambaye kakukosea baada ya yeye kukuomba msamaha, unamsamehe.
medamu umenikosea, umenifanyia dhulma fulani, basi mimi naona na umeshaomba msamaha, basi mimi nakusamehe. Hiyo haiko ndio tunakusudia hapa. Yesi tunakusudia ni faman afa, yule ambaye atakaye samehe hata kama wakumuomba msamaha, yeye akayapotezea mbali, akasema basi ndugu yangu Muislamu yule amenikosea jambo fulani, kanidhulumu shamba yangu, kanikula pesa zangu, kaniharibishia simu yangu, kaniharibishia heshima yangu, basi mimi namsamehe tu hivyo hivyo, hakuna matatizo. Hata kama hakuja kuniomba msamaha, amefanya kibri, mimi sijali, mimi siko huko. Mimi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala nataraji malipo yangu yazidi kwenye mizani yangu, kwa sababu Allah ameshatangaza, anasema atakaye samehe, hata kama wakumuomba msamaha, wewe ukasamehe tu kisha ukaleta sulhu. Kuna mwingine, kuna tofauti baina ya kusamehe kisha unabakia tu na nongo katika roho yako. Nimeshamsamehe, lakini ule mtu sitaki tena nisogelee pembeni, ni mtu mbaya ule, aliwahi kunikosea kitu fulani, unabakia unakumbuka ile makosa. Basi wale ambao Allah atawapatia ujira mkubwa isiyokuwa na hesabu, inayobaki peke yake kwa Allah, ni wale wenye kusamehe kisha wakaleta islahi baina nas, wakatengeneza na yule mtu. Manake mtu, tuchukulie tafsiri, amekufanyia kitu kibaya, amekufanyia nini? Kitu kibaya, ukamsamehe. Kisha baada ya kumsamehe na ukamwambia, ndugu yangu, nakumbuka siku fulani ulinikosea, ulinifanyia kitu fulani, basi mimi nimesha kusamehe, lakini na tuendelee tu kuwa marafiki. Aslaha baina nas, akatengeneza baina ya watu, tubakie marafiki, hakuna tatizo. Wewe kwa mwanadamu unaweza ukakosea. Tazama hii degree ya imani. Ndiyo, kulipisha kisasi inajuzu katika Uislamu. Katika Qur'ani Allah anasema fa fil qisasi hayatun ya ulil albab, katika kulipisha kisasi kuna uhai, enyi wenye akili. Sawa, lakini faman ufiya lahu min akhihi shay'un, yule ambaye atakaye msamehe ndugu yake yale ambayo alimfanyia, basi ajue ya kwamba malipo yake ni makubwa sana, na malipo na ukubwa wake anaujua peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Islam, haya ndiyo mambo matatu ambayo hayatopimwa kwenye mizani. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbi. Id'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Watukufu heshima wa Islam, nikirudi tena kwa mara ya pili nikikuhusieni bila kuisahau nafsi yangu, tumche na tumuokope Allah subhanahu wa ta'ala, na tufahamu ya kwamba endapo tutamuokopa Allah ndo kufaulu kwetu duniani na kesho akhera. Ndugu zangu Islam, mada yetu ya leo ilikuwa ni mambo matatu ambayo hayawekwi kwenye mizani kutokana na uzito wake. Ndugu zangu, kumbuka ya kwamba hakuna bosi duniani, bosi wote ule, patron wa kazi, ambaye anaweza kuja kutangaza malipo makubwa ya kazi yake kwa watu, kwa wale wafanyakazi wake. Anaanza watangazia kwamba bwana mwenyewe ataingia kuposte fulani, nitamulipa pesa za kiasi fulani. Utasikia ni mtu anaenda kuitangazia, ni familia yake, marafiki zake, majamaa zake, ndo anawatangazia ile ofa ambayo alitia katika kazi yake kwa ajili ya malipo ya kazi fulani ndani ya kazi ya ofisi yake. Lakini Allah yeye anatangaza wazi katika Qur'ani, anairikodi maneno haya, sauti yake analalamika, anasema innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surati Zumara, Surati Shura, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Katika Sahihu al-Bukhari na Muslim anatangaza, anasema
kullu amali ibni adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi. Anatangaza yale mambo matatu, anayaletea ofa. Sasa ni nani ambaye atakayechukua hiyo ofa? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Fayakfi an taqul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil khulafa'ir rashidin minhum Abu Bakr as-Siddiq wa Umar ibn الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبقية من أصحاب رسول الله الذين ما ذكرناهم رضي الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين في الدين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك أرحم الراحمين وإنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.